Karibu sana kwenye kliniki ya afya ya mapenzi, na leo ninakuletea mada inayosema mpenzi asiyekutaka lakini anakuhitaji. Mpenzi asiyekutaka lakini anakuhitaji. Bwana Yesu asifiwe. Katika dunia hii kuna watu wa aina kama 4 hivi katika masuala ya mahusiano ya kimapenzi. Kuna wale ambao wanaelekea kwenye dhoruba. Nasikia ngurumo hizo, kuna radi napiga. Sawa? Kuna watu wanaelekea kwenye dhoruba lakini hawajui. Lakini kuna wengine wako ndani ya dhoruba tayari. Wanapambana na hali iliyopo ziwani au baharini. Mawimbi yanakuja, wanapambana. Na kuna wengine tayari wameshaanza kuzama. Boti imeshindwa kazi, imejaa maji, imeanza kuzama. Lakini kuna wengine ambao wametoka kwenye dhoruba hizo. Kuna mfano wa Bwana Yesu na wanafunzi wake unafanana na huo. Walikuwa kwenye boti, likaja dhoruba, mawimbi makali kale. Wanafunzi wake kumwambia Yesu, vipi, mbona hujali, umelala tu hapo? Vipi msela? Msela akaamka akasema, yaani kitu kidogo tu namna hii. Tulia wewe bahari. Ikatulia ghafla. Wakasema huyu mtu aina gani, hata mawimbi na usauli na upepo vinamtii? Wakaenda, bahari iko shwari kabisa. Kwa hiyo Yesu anaweza akatuliza mawimbi na dhoruba, anaweza akatuliza. Lakini watu wengi hawamkimbilii, wanakimbilia wanadamu, wanategemea akili zao. Na siku ya leo tutawaona watu wa jinsi hiyo. Nianze na story hii kutoka kwa huyu kaka aliyeleta hii mada. Anasema, daktari, habari za majukumu. Huyu ni mdada samani. Habari za majukumu. Mimi ni mdada, nina umri miaka 26. Natamani sana kuingia kwenye ndoa. Sasa nimekuwa katika uhusiano wa kimapenzi na mkaka mmoja hapa Dar es Salaam kwa miezi 2.5. Sasa nimetokea kumpenda. Juzi nilipomuuliza ana malengo gani na mimi, alinijibu kwa maneno haya: ni kweli umenivutia, lakini najiona bado sijawa tayari kuanza kufikiria juu ya kuoa au kuingia ndani ya ndoa. Dokta, je, inawezekana huyu mkaka kuwa ana mwanamke uko pembeni anayetarajia kumwoa na anaogopa kuniambia ukweli? Maana yeye ana miaka 29 na wote tunajitegemea kiuchumi. Mimi ni mhasibu katika kampuni moja kubwa hapa mjini, yeye ni mwanasheria. Unanisaidiaje nimbadilishe mawazo yake? Wapendwa katika Bwana, Mungu ni pendo. Sema amen. Mungu ni pendo. Masuala yote ya mapenzi yametoka kwa Mungu. Mungu aliyetuumba na moyo unaotaka kupenda, si ndio jamani? Haleluya. Ndio, Mungu ametuumba na moyo unatamani kupenda. Uwe na mwanaume anayekupenda, uwe na mwanamke anayekupenda, anakulamba pua yako, unajisikia raha. Na mimi najua mimi kumbe mtamu mpaka nalambwa. Haleluya, mapenzi ya Bwana. Sasa Bwana, watu wengi wameingia kwenye mapenzi lakini hawajui kwamba wameingia kwenye eneo la hatari, na hawajui jinsi gani ya kuepusha hiyo hatari. Watu wote tumekutana na mtu unampenda kweli, unamthamini, na uko naye uko anaonyesha kama anakupenda, sawa? Na unampenda kweli. Lakini mara nyingine unafumbia macho ambayo mambo yatakuja kukutibua huko mbele. Unampenda huyu mtu lakini kuna mambo unayafumbia macho. Unaona kama vile atabadilikia huko mbele au tutajulia huko mbele. Kuna mambo ambayo unayaona lakini umeyafumbia macho. Na kwa sababu umeyafumbia macho, Mungu anakuona kwamba unaona hizi kasoro. Samahani, umeme umekatika kutokana na dhoruba. Utaendelea hivi hivi, sawa? Unaona bwana? Sasa Mungu anakuona, unayaona mapungufu yake lakini unaogopa kumwambia. Kuna kasoro unaziona, unaogopa kumwambia Bwana, unataka tu amani, sawa? Sasa Biblia inasema hivi, hiyo dhambi ya kumwogopa mtu inapaswa uitubie. Twende kwenye Biblia. Mithali sura ile ya 29. Mithali sura ile ya 29. Mithali sura ile ya 29
Mstari ule, ngoja nichukue tochi hapa ya kwenye simu nyingine hapa ili niweze kusoma hapa. Anasema mstari wa ngapi pale? Mstari wa 25. Inasema hivi: kuogopa wanadamu huleta mtego, bali amtumainie Bwana atakuwa salama. Nitarudia hata mstari huo. Mithali 29 mstari wa 25. Kuogopa wanadamu huleta mtego, bali amtumainie Bwana atakuwa salama. Hilo ni neno la Bwana. Unapomwogopa mwanadamu, anakuambia jambo, unaogopa kumkatalia. Unaona? Unajifanya kwamba wewe ni mwema sana. Lakini ni jambo ndani ya moyoni mwako limekosesha amani. Sawa? Sawa, mahali pa kusema hapana, wewe unasema ndio. Hiyo ni dhambi. Na Yesu ameizungumzia, asema hivi: jambo lolote lile unapopaswa kusema hapana, sema hapana. Unapopaswa kusema ndio, sema ndio. Zaidi ya hayo, umeingia kwenye mtandao wa shetani na shetani atakushughulikia. Maana yake shetani hakuja ila tu kuiba, kuharibu na kuangamiza. Injili ya Yohana sura ya 10 mstari wa 10 utakutana na maneno. Shetani hakuja ili kuiba, kuharibu na kuua. Sasa hebu msikilize huyu dada. Msikilize huyu dada, nikusomea message zake sasa. Uweze kuona jinsi huyu dada anavyouliwa na shetani. Lakini amesoma huyu dada. Ni daktari, sikwambii ni mkoa gani japokuwa ametaja mkoa wake, lakini nikusomee story zake ili uweze kuona kwamba hii dunia sio ya kawaida. Ngoja nikusomee message zake sasa. Sawa? Ile kusomea message huyu dada uweze kuona kwamba hii dunia sio ya kawaida unapokuwa okay, ngoja nikusomee message ya huyu dada. Kuna message okay. Ngoja subiri kidogo na message hapa nataka nitafute vizuri. Anasema hivi: Dokta, kwa ufupi uhusiano wangu na huyu mwanaume ulikuwa mzuri sana. Tuliishi kwa kutaniana, kucheka, kuona wanafanya ndivyo sivyo, wanakuwa bwatu, wana mama. Ananisifia, mke kama huyu utampata wapi? Mweupe, mwenye upendo kwa familia yangu, anayefanya maendeleo hivi nyumbani. Lakini baada ya kuanza kuchepuka, sijui huko walimpiga nini. Unajua kazi zetu dokta, kama daktari huwa anapata fursa nyingi sana ninapokuwa niko zamu za usiku. Nilichukulia kwamba atabadilika, lakini sikuona mabadiliko yoyote. Anaendelea, nina miaka 20 na huyu mwanaume. Ninampenda sana, lakini yeye amekuwa msaliti. Amekuwa akichepuka, akileta magonjwa. Na mgundua anakiri na kutubu dhambi yake kwangu. Kuacha anashindwa. Anapokuwa ameugua magonjwa hayo ya zinaa, mimi mwenyewe kama daktari namtibu, lakini anaendelea na mabaya zaidi. Nilisafiri kikazi kwenda nchi za nje kwa muda fulani. Nikakuta ameshaanza kulala na wafanyakazi wa ndani. Baada ya matukio mengi, mimi moyo wangu ukamchukia. Nikakosa kuwa na hisia naye, lakini nikamwambia, tabia zako hizi nilipofikia nitaacha kukutana na wewe ili usiniletee ugonjwa wa ukimwi ambayo haitibiki. Sasa hivi dokta, tuna mwezi wa 8 hatujawahi kukutana katika tendo la wanandoa, japo tunaishi nyumba moja na watu wanaona kwamba tunaishi kwa furaha. Unaona bwana? Unaweza kuona? Unaona bwana? Unaweza kuona? Unaona? Sasa anasema hivi. Yaani ameongea mambo mengi, amekwenda kuambia mpaka watu kanisani wamuombee. Ameenda kuambia watu kanisani wamuombee, lakini wapi mwanaume asikii. Kuna chati nyingine ambazo amezifuta, amezidelete, ameshtuka sio amezidelete, kwa hiyo hizo nimezikosa. Unaweza kuona jinsi gani ilivyo. Ni mlokole. Ni daktari, sikwambii kwa mkoa gani, amejapokuwa mkoa wake ameutaja. Sawa? Ndoa ina miaka 20.
mwanaume anachepuka, ameanza kuchepuka. Mwanaume aliyosafiri mpaka watoto wa ndani anacheza nao. Sasa huyu mwanamke ambaye ameokoka anajiona yuko sahihi kabisa. Mimi nimeokoka, sijachepuka. Imekuwaje Mungu ameruhusu kitu kama hiki? Na inawezekana hata wewe unaweza kuwa unafikiria vitu kama hivi. Inakuwaje Mungu, mimi sijachepuka, lakini mwenzangu anachepuka, sio mara moja, mpaka ameniletea magonjwa ya zinaa, nimemtibu. Sasa hivi niko nasema kapata ukimwi sasa. Na sasa nikajua kama ukimwi umemwingia au hujamuingia, sasa nikajua. Sasa una mwezi wa 8 hapajafanya mapenzi. Haya, nikuletea kesi nyingine. Sawa, nimekuletea picha ya mlokole kwa sababu siku hizi nimeamua kwenda na Biblia. Kuna mwingine ambaye ni Muislamu sasa. Huyu ni Muislamu, nikuletea message zake sasa. Sawa, anasema hivi: Assalamu alaikum. Message hizi hapa. Sawa? Sawa. Message zake hizi. Sawa, sikuzi hadithi za paka nafanya. Maana kuna dharuba kubwa sana. Assalamu alaikum. Nimebahatika kuona video zako. Nimejifunza mengi. Nahitaji kujifunza zaidi kwa masomo ambayo umesema napaswa kulipia shilingi 10,000. Nalipia kwa namba gani? Nikampa namba, akalipia, na muamala unasoma huu hapa, akanitumia kwa screenshot, akanitumia, akasema nimeshatuma hela kwa ajili ya darasa. Naomba kushare na wewe historia ya ndoa yangu. Nahitaji msaada wako. Nikamwambia nieleze. Asema ndoa yetu ni ya mwaka 2024. Ni muda mfupi sana tena sana. Ila mambo mengi yameshatokea. Tokea nimeolewa, hamna amani katika ndoa hii. Naishi na mama mkwe. Mume aliyenioa kwao wapo wawili. Yeye ni wa mwisho kwa mama yake na wote ni wa kiume. Visa mara mama mkwe apige simu kwetu, mimi siwajibiki, mara hivi mara vile. Mume mwenyewe akawa haishi malalamiko. Mambo ya mimi na yeye analalamika kwao na hadi yanafikia kwetu. Badala ya kuniambia mimi mke wake, tukakaa chini tukarekebishana, kila siku ni afadhali ya jana. Ilipofikia miezi 3 namuona mume wangu, hata nimfanyie nini wala vipi, kumpikia, kujipendezesha, yupo lakini kimwili tu, sio kihisia. Kana kwamba ni tunafosi hii ndoa kuwepo kupitia vitendo na matendo yake. Nikaja kugundua ana mwanamke wa pembeni ambaye alikuwa naye kabla hajanioa mimi, na wana mtoto mmoja, na wakati huo huo mimi nina mimba ya miezi 2. Mtoto wa huko ana miezi 3 tokea kuzaliwa kwake, kwa maana ana umri sawa sawa kabisa na ndoa yangu. Kuja kumwambia akaja juu, kaniambia, kwa hiyo sasa unataka nini? Nikamwambia basi mimi nitaenda kwetu. Akanambia sawa, nenda. Kabla ya hapo nilishajitahidi kuongea naye kwa utulivu, kumuuliza labda kuna kitu hauja move on, maana sikuelewi mimi lengo ni tusaidiane tu tufike lengo la mapenzi na huruma katika hii ndoa. Ila mwenzangu ananiambia hakuna kitu nilipokuja kuona mambo sasa yamezidi. Nikasema kwao wakajifanya kusema wao hawajui kitu, wakati hakuna wasichokijua. Mimi tu nisiyejua lolote, wala sina kawaida ya kushika simu yake. Wakaanza sisi tunamtambua kama mke ni wewe tu, yule aliyezaa naye achana naye, na mtoto ambaye yupo tumboni mwako tu, kwamba mama yake huyu mwanamke hamtaki yule dada wa nje. Nishawahi kumwambia kama mimi nakuelewa na najua kuwa mapenzi hayalazimishwi, ila bado na kauli yake baadaye ni hiyo kuwa mtu mwenyewe hajui mapenzi na hata maisha hayasonga. Nikaja kuona meseji ya mwanamke, amesema ameseviwa chipsi, inasema kelele ni balaa. Yaani anatetea kusema ni kelele balaa, na mimi najua kama ananichiti. Inaweza kupita siku hajanigusa wala chochote, na isitoshe hivyo anakunywa, na yeye husema udhaifu wake ni pombe, ila yeye sio malaya. Inaonekana fika kuwa anaishi na mimi, ila basi tu
kwa sababu ya mama yake, na juzi tu nimetoka kuongea naye. Kama udhaifu wako ni kunywa na kuruhusu, njoo unywe humu ndani. Ila mwenzangu siku iliyofuata kaenda kunywa, kurudi hana hili wala lile. Nina maumivu kiasi kwamba nashindwa kuelezea yote niliyosema kwetu. Wakaniambia mimi ndio mbaya, maana mama yake huyu mwanaume alisema mtoto, hilo jambo ni la muda sana, na hawa wakwe mbele yangu wanajifanya hawajui kitu, ila hakuna wasichojua. Huyu mwanaume ni visa tu. Sasa nimemwambia nikae naye tu, ili nikishazaa huyu mtoto aliyoko tumboni sitaki tena hii ndoa. Yeye ndiyo anasema hawezi kuniacha, wakati mwanzo alishatamka kuwa hanitaki. Mama yake ndiyo akamziba kauli. Ana miaka 30, mimi umri wangu miaka 22 tu. Hata niongee naye vipi anarudia hayo. Kwa nini anifanyie hivi dokta? Na ni wazi anaishi na mimi sababu ni mama yake tu. Kuna siku aliwahi kurudi nyumbani amelewa sana, akafikia kulala getini, na bado mambo ndio hivyo. Yaani nimeolewa na mwanaume ambaye alikuwa na mtu wake. Unaweza kuona jinsi gani ilivyo machungu aliyomo ndani ya ndoa. Hizi ni kesi 3. Hizi ni kesi 3. Tuanze na yule daktari. Anasema mwanzoni walikuwa wanacheka, wanataniana, na anamsifia mke wangu, napataje mwanamke mzuri mwenye akili huyu, anatengeneza miradi, anafanya hivi, ana ubunifu na nini, anamsifia. Lakini kimya akaanza kuchepuka, mpaka akaja akagundulika na mkewe kwamba anachepuka. Akaletea mwanamke huyu ugonjwa wa kisonono, kwa sababu mwanamke huyu ni daktari. Akamtibu mume wake, akajitibu naye mwenyewe, mambo yakaendelee. Sasa kaenda semina ya kidaktari Uholanzi, anarudi Tanzania, mabinti wanamwambia mumeo katutia. Mumeo katutia, unaona, mume wako katutia. Sasa tumekataa, tufanyeje sasa? Yeye ndio boss. Ushahidi anao. Kuvunja ndoa, mimi ni mlokole, ni vibaya sana. Tunaishi chumba kimoja, tunaishi nyumba moja, wewe chumba chako na mimi chumba changu. Mwezi huu wa 8 hawajaingia ndani. Na Biblia inasemaje? Biblia inasemaje? Tuangalie Biblia inasemaje. Jinsi ya kwa nini mwanamke huyu ni mlokole lakini anakaa miezi 8 bila kutiwa. Aya, tuangalie Biblia inasemaje huyu mwanamke anayekaa miezi 8 bila kutiwa. Kuanzia Wakorintho wa kwanza sura ile ya 7 kuanzia mstari wa 2. Mume na mpe mkewe haki yake, na vivyo hivyo mke ampe mumewe haki yake. Mke hana amri juu ya mwili wake, bali mumewe. Vivyo hivyo mume hana amri juu ya mwili wake, bali mkewe. Msinyimane jamani, isipokuwa mmepatana kwa muda, ili mpate faraga kwa kusali, mkajiane tena, shetani asije akawajaribu kwa kutokuwa na kiasi kwenu. Unaweza kuona anasema msinyimane, yaani hakuna sababu ya kusababisha mnyime mumeo tendo la ndoa. Lakini yeye anamnyima, lakini anaenda kanisani, anatoa zaka vizuri sana, anaimba sana, anakosi kwenye mikesha, kufunga anafunga sana, akawaambia mpaka ndugu zake wafunge na kuomba, walokole wenzie wafunge na kuomba kuombea ndoa yake. Wamefunga na kuomba, lakini wapi, ndio akaamua sasa, mwili wangu ugusi tena. Bwana wa majeshi, Mungu wa watu wote wenye mwili, sawa? Bwana wa majeshi, Mungu wa watu wote wenye mwili anasemaje? Bwana wa majeshi, Mungu wa watu wote wenye mwili anasemaje? Na kama anasema, kwa nini tunashindwa kumtii? Naomba nisikilize hapo na kuuliza swali mpendwa. Mungu
kwa watu wote wenye mwili anasemaje? Ngoja nitafute ili andiko, nilikuwa sikupanga kulisema, lakini Bwana wa majeshi ameniletea hapa. Anasemaje Mungu kuhusiana na hali kama hii? Anasemaje Mungu kuhusiana na hali kama hii? Kitabu cha Yeremia sura ya 32. Kitabu cha Yeremia sura ile ya 32. Haya, kuanzia mstari wa 25 hadi ule wa 27. Sikiza maneno haya. Na wewe Mungu umeniambia, jinunulie shamba lile kwa fedha, ukawatie mashahidi, iwapo mji huu umetiwa katika mikono ya Wakaldayo, je, itakuwaje? Manake mume wake ameshakamatwa na Wakaldayo. Sasa sikiliza, mume wake amekamatwa na Wakaldayo. Sawa, naomba turudie hapa. Tunamweka hapo mume wa huyu mama kwenye jina hili la Wakaldayo. Narudia tena. Yeremia 32 mstari wa 25. Huyu ni huyu mwanamke. Sasa tukusema atachukuliwa mwanamke, anauliza, nawe Bwana umungu umeniambia usiachane na huyu mwanaume, sawa, ukawatie mashahidi. Akaenda kuwaambia walokole wenzie ndio mashahidi kwamba ndoa hii iko mahali pagumu sana. Wakasali na kufunga na kuomba na kutoa sadaka nyingi sana, sawa. Nawe Bwana, ule tena mstari 25. Nawe Bwana Mungu umeniambia, jinunulie shamba ile kwa fedha, ukawatie mashahidi, iwapo mji huu umetiwa katika mikono ya Wakaldayo, je, itakuwaje? Kwa hiyo mwanaume mzinzi anayechepuka, tumuite amekamatwa na Wakaldayo, ameokoka sawa sawa, anampenda Mungu sawa sawa, amekamatwa na Wakaldayo. Sasa Mungu anatoa jibu. Ndipo neno la Bwana likamjia Yeremia kusema, tazama, mimi ni Bwana Mungu wa wote wenye mwili. Je, kuna neno gumu lolote nisiloliweza? Haleluya! Nimewapambanisha walokole na Mungu. Haleluya! Wanaulia kwenye ndoa zao walokole, nimewapambanisha na Mungu hapa. Haya, unamdharau Mungu, unasema hii ndoa yako imemshinda. Unamdharau Mungu, umesema kwamba huyu mume wako ameshindikana, Mungu ameshindwa kumbadilisha. Kweli? Kweli? Unasema hivyo kweli? Unasema hivyo kweli? Haya, twende kwenye kitabu cha Misali. Twende kwenye kitabu cha Misali. Twende kwenye Misali, kitabu cha Misali. Twende kwenye kitabu cha Misali. Sura ile ya 16 mstari wa 7. Inasemaje? Inasema hivi: njia za mtu zikimpendeza Bwana, hata adui zake huwapatanisha na yeye. Imekuwaje hawa? Huyu mama ni mlokole, amewaambia walokole wenzie waombe sana, lakini Mungu ameshindwa kumpatanisha na mume wake. Huyu ni mwezi wa 8, hawatiani. Huu ni mwezi wa 8, hawatiani. Imekuwaje? Narudia tena, Misali 16:7. Njia za mtu zikimpendeza Bwana, hata adui zake huwapatanisha naye. Na neno la Mungu alibadiliki. Ni kweli tu. Mungu anauliza, mimi ni Mungu wa watu wote wenye mwili, pamoja na mume wako, pamoja na huyo mke wako anayekusumbua kwa kumalizia hela kwenye vikoba. Sasa mimi ni Mungu wa watu wote wenye mwili. Je, kuna neno hilo gumu? Sasa ugumu unatoka wapi hapa? Ugumu umetoka wapi hapo, wapenda katika Bwana? Ugumu umetoka wapi? Sasa hapo ndo tunaingia sasa. Umeingia kwenye mtego. Pale ambapo ulikuwa unamuogopa mume wako kumwambia ukweli, au mke wako kumwambia ukweli, kumsahihisha. Tumeisoma hiyo, sawa? Tumeisoma, lakini ningependa nirudie. Kwa sababu kuna shetani anaweza kuwa ameingilia kati, mwingine ameliondoa ili liende kwenye akili ya huyu mtu. Tumesoma hili 29:25 inasema hivi, tulikuwa na umeme katika pale, umeme ulikuwa umekatika. Inasema hivi, kuogopa wanadamu huleta mtego, bali amtumainie Bwana atakuwa salama. Kumwogopa mwanadamu huleta mtego.
Huu mtego unaopelekea mpaka kanisani wauombee. Umekukamata. Mtego umekukamata mama. Baba, mtego umekukamata. Unaopeleka kanisani kuombea. Wanafunga sana. Na wewe mwenyewe ukatoa sadaka mengi na michango ukataka masadaka mengi, Mungu ajibu. Wachungaji wanasema, weka na dhabihu. Ombi yako ili asikie, weka na dhabihu. Dhabihu nzuri. Bila dhabihu, unaona Ibrahimu alitoa dhabihu ya mwanawe, Unaona Daudi alisema kwamba siwezi kumtolea Bwana kitu ambacho hakinikarimu. Daudi alisema, siwezi kumtolea Bwana, toa dhabihu ili Mungu akufungulie mtego huu ufunguke, uvunjwe. Unatoa dhabihu, hadi mtego uvunjiki. Uko pale pale. Bwana asifiwe wapendwa katika Bwana. Sasa basi, unapokuwa unaoga, unashindwa kumwambia mtu kweli tokea mwanzoni mwa uhusiano wenu, tokea uchumba, umefanya dhambi ambayo hujaitubia, utaomba sana. Utakuonyesha uko mbele, utaomba sana, utaombewa sana, utatoa dhabihu sana. Wachungaji watakula, wanakucheka, shetani anakucheka tu. Kwa hiyo hujaitubia dhambi ili ya kuogopa wanadamu, hujaitubia dhambi. Na unafikiri kwamba kuogopa wanadamu sio dhambi? Haya nikuonyeshe tena kitabu cha Ezra. Kitabu cha Ezra. Alafu tutaenda kwenye kitabu cha Nehemia. Sawa? Kitabu cha Ezra. Kitabu cha Ezra. Alafu tutahamia kwenye kitabu cha Nehemia. Wapendwa katika Bwana, hili neno la Bwana. Imeandikwa kwamba mwanadamu hataishi kwa mkate peke yake, bali kwa kila neno linalotoka katika kinywa cha Mungu. Haitabadilika. Mwanadamu hawezi kuishi na mumewe na mke wake bila neno la Mungu. Kitabu cha Ezra sura ile ya 3. Ezra sura ile ya 3. Ezra sura ile ya 3. Alafu tutaingia kitabu kinachofuata ambacho ni cha Nehemia. Ezra sura ile ya 3 mstari wa 1 hadi wa 4. Sikiliza. Hata ulipowadia mwezi wa 7 na wana wa Israeli walipokuwa katika miji yao, watu wakakusanyika pamoja huko Yerusalemu kama mtu mmoja. Haleluya. Ndipo akasimama Yoshua mwana wa Yosadaki na ndugu zake makuhani, na Zerubabeli mwana wa Shealtieli na ndugu zake, nao wakaijenga madhabahu ya Mungu wa Israeli ili kutoa sadaka za kuteketezwa juu yake, kama ilivyoandikwa katika Torati ya Musa na mtu wa Mungu. Wakaiweka madhabahu juu ya msingi wake, maana hofu imewashika kwa sababu ya watu wa nchi. Wakamtolea Bwana sadaka za kuteketezwa juu yake, sadaka za kuteketezwa za asubuhi na jioni. Mpaka mstari wa ngapi nimeandika pale? Mpaka wa 4. Wakaishika sikukuu yake sadaka ya kuteketezwa. Wakaishika sikukuu ya vibanda kama ilivyoandikwa, wakatoa sadaka za kuteketezwa za kila siku. Vibanda kama ilivyoandikwa, wakatoa sadaka za kuteketezwa na kila siku kwa hesabu yake, kama ilivyoagizwa na kama ilivyopasa kila siku. Sadaka unatoa nyingi sana. Sadaka unatoa nyingi sana. Lakini kuna dhambi ya uongo ambayo unaifanya, ya woga ambayo unaifanya, ambayo unaichukulia kawaida. Sasa ndio tunaikuta kwenye kitabu cha Ezra, cha Nehemia. Nehemia sura ile ya 6. Kitabu cha Nehemia sura ile ya 6. Nehemia sura ile ya 6 mstari wa 10 hadi wa 13. Mstari wa 10. Nikaingia nyumbani kwa Shemaya mwana wa Delaya mwana wa Mashetabeli aliyekuwa amefungwa, naye akasema, tukutane nyumbani mwa Mungu ndani ya hekalu, tukaifunge milango ya hekalu, kwa maana watakuja huku, naam, wakati wa usiku watakuja kukuua. Nami nikasema, je, mtu kama mimi nikimbie? Naye ni nani akiwa kama nilivyo mimi atakayeingia hekaluni ili kuiponya maisha yake? Sitaingia. Nikagundua na tazama, siye Mungu aliyemtuma, lakini amefanya unabii huu kinyume changu. Nao Tobia na Sanbalati ndio waliokuwa wamemwajiri. Kwa maana sababu hii aliajiriwa ili mimi niogope, nikafanya hivyo na kutenda dhambi, kisha wao wawe nazo habari mbaya
ili wanishitumie. Unaweza kuona, anasema ili niogope nikatende dhambi. Woga ni dhambi. Ukisoma kitabu cha Ufunuo sura 21 mstari wa 8 inasema hivi, na waoga wote, wachawi wote, waongo wote, wazinzi wote, sehemu yao ni katika, na waabudu sanamu, sehemu yao ni katika lile ziwa la moto liwakalo moto na kibiriti. Kwa hiyo mzinzi na mwoga hawana tofauti. Kwa hiyo mume wako anapochepuka wakati wewe ni mwoga, mambo tofauti. Mko kwenye boti moja ina mawimbi, mko kwenye boti moja. Sasa unaenda kwa Mungu, Mungu akusaidie wapi? Wakati Mungu amesemaje? Amesema hivi, usipokuwa na maarifa, mume wako akaboreka na wewe. Usipokuwa na maarifa, mke wako akaboreka na wewe, lazima utaangamia. Hebu twende kwenye kitabu cha Hosea. Mungu amesema, na neno la Mungu linasema hivi, mbingu na nchi zitapita, bali neno la Bwana halitamrudia bure. Lazima lifanye kazi ya kumfanya mume wako achepuke. Haleluya! Neno la Mungu lazima lifanye kazi ya kumfanya mume wako achepuke. Usisema Mungu hamtumi mtu kuchepuka. Nitakuonyesha andiko. Nitakuonyesha andiko. Unasubiri. Haya, Hosea sura ile ya 4. Mstari ule wa 6 inasema hivi, watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Kwa kuwa wewe umeyakataa maarifa, mimi nami nitakukataa na wewe usio kuhani kwangu. Kwa kuwa umeisahau sheria ya Mungu wako, mimi nami nitawasahau watoto wako. Ndio hapo nimesema hivi, watoto wako wanakula dagaa, mchepuko na watoto wake wanakula kuku kwa mlija. Afikiri Mungu haoni? Afikiri Mungu haoni? Mungu amesema mimi ni Mungu wa watu wote wenye mwili. Zile nyege zote amezitengeneza Mungu. Nyege zote msumbua mume wako, unabakia tu kusema utabadilisha bucha, nyama ni ile ile. Unatakiwa ujue. Utabadilisha bucha, nyama ni ile ile. Jinga huo. Mwanaume anapaswa ajue kama mwanamke katika mwili wake alivyomuumba. Sababu Mungu amesema Mungu mimi ni Mungu mwenye miili yote. Mume wako ana maeneo 14. Na kila eneo lina ujanja wake na ufundi wake. Mke wako ana maeneo 17 na kila eneo lina ufundi wake. Wewe yajui hayo. Sasa kwa nini Mungu asikukatae? Wakati Mungu mwenyewe amesema kwamba pasipo maarifa nakukataa. Unaweza kuona pasipo maarifa Mungu amesema atakukataa. Sasa Mungu amesema kwamba pasipo maarifa utaangamia. Sasa wewe uyatafuti maarifa, unajiona mjanja. Na wewe maarifa uyatafuti, unajiona mjanja. Unaomba sana, unakesha sana, unafunga sana, unajiona mjanja. Mungu amesema hivi, atakataa hata maombi yako. Sasa sio anakataa wewe. Na hata maombi ya walokole wenzio atayakataa. Twende kwenye Yeremia. Leo walokole nimeamua kuwabamiza. Yeremia 11. Yeremia 11. Kuanzia mstari ule wa 9. Yeremia 11 kuanzia mstari wa 9. Sikiliza maneno haya ya Bwana. Naye Bwana akaniambia, fitina imeonekana katika watu wa Yuda na katikati ya wenyeji wa Yerusalemu. Wamerudia maovu yao ya baba zao, waliokataa kusikia maneno yangu. Umesikia neno hilo? Narudia mstari wa 10. Umekataa ujuzi na ukupa kwamba nakwambia kuna video na kuna majarida, unaniona jamani anafanya biashara tu. Shule inanunuliwa. Sikiliza basi. Asema hivi, naomba nianzie mstari wa 9. Naye Bwana akaniambia, fitina imeonekana katikati ya watu wa Yuda na katikati ya wenyeji wa Yerusalemu. Wamerudia maovu ya baba zao, waliokataa kusikia maneno yangu. Wamefuata miungu mingine na kuwatumikia, nyumba ya Israeli na nyumba ya Yuda. Wameyavunja maagano yangu niliyoyafanya na baba zao, nikawaambia, mwanadamu hataishi kwa mkate peke yake, bali kwa kila neno linalotoka katika kinywa cha Mungu. Hayo nimeongezea mimi, sawa? Na mstari wa 11 sasa ndio kwenye utamu hapo. Basi Bwana asema hivi, tazama,
nitaleta mabaya juu yao. Mungu mwenyewe anasema mume wako atawatia house girl wote unawaleta. Bwana hapokei rushwa. Haya, tunaendelea. Narudia tena. Mstari wa 11. Bwana akasema hivi, aliyeumba wote wenye mwili akasema hivi, tazama nitaleta mabaya juu yao ambayo hawataweza kuyakimbia. Wako ndani ya nyumba moja, kila mtu ana chumba chake. Mwingine Musoma kwa Sabato, walikuwa ni wa Sabato. Yaani mpaka mume wake anakufa ndio watu wanajua walikuwa hawalali chumba kimoja. Mume alipokufa ndio watu wakajua walikuwa hawalali chumba kimoja. Basi Bwana asema hivi, tazama nitaleta mabaya juu yao ambayo hawataweza kuyakimbia. Na watanililia lakini sitawasikiliza. Haleluya. Asema watalia sana na kufunga sana, sitawasikiliza. Kama wakusikiliza maneno yangu, nikamwambia jamani, Dr. yuko Nelson Mwaipopo anawaletea shule nzuri sana. Mnasema nani anafundisha kama mapenzi bwana? Nani anafundisha mapenzi bwana? Haya, sikiliza Mungu anavyozungumza. Tuende kwa kitabu cha Kutoka sura ya 35. Kitabu cha Kutoka sura ya 35. Kitabu cha Kutoka sura ile ya 35. Kuanzia mstari wa ngapi? Mstari wa 30. Sikiliza maneno haya. Mstari wa 30. Kutoka sura ya 35 kuanzia mstari ule wa 30. Kuna maneno haya. Kisha Musa akamwambia wana wa Israeli, angalieni, Bwana muumba wa watu wote wenye mwili amemwita kwa jina lake Bazaleli mwana wa Uri mwana wa Huri wa kabila ya Yuda, naye amemjaza roho ya Mungu katika hekima na akili na ujuzi na kazi ya ustadi kila aina pamoja na mapenzi yamo ndani. Unaona, pamoja na mapenzi yamo ndani. Haya, narudia tena mstari ule wa 31. Naye amemjaza roho ya Mungu katika hekima na akili na ujuzi na kazi ya ustadi kila aina, na kuvumbua kazi za werevu na kufanya kazi ya dhahabu na fedha na shaba, na kukata vito vya kutilia na kuchora miti, atumike katika kazi ya werevu kila aina. Naye amemtilia moyoni mwake ili apate kufundisha, yeye na Holiabu mwana wa Ahisamaki wa kabila la Dani. Akawajaza watu hao akili za moyoni ili watumike katika kazi kila aina ya mwenye kuchora na kazi ya werevu na kazi ya mwenye kutia tarazi katika nyuzi ya rangi za samawi na rangi ya zambarau na nyekundu na kitani nzuri za mwenye kufuma nguo, na hao wafanyao kazi yote na wenye kuvumbua kazi za werevu. Sura 36 mstari wa kwanza tu peke yake. Basi Bazaleli na Oholiabu watenda kazi na kila mtu mwenye moyo wa hekima, ambaye Bwana amemtia akili na hekima, ili ajue yote Bwana aliyeyaagiza. Sasa unaweza kuona amemjaza roho, na sio peke yake, lakini vile vile amejaja vile vile ili aweze kuwafundisha na wengine. Kuna mahali ameandika pale kuwafundisha wengine, nimeparuka, lakini ngoja nirudi pale. Ngoja nirudi mstari wa 32. Na kuvumbua na kuvumbua kazi, mstari wa 35-32, na kuvumbua kazi za werevu na kufanya kazi ya dhahabu na fedha na shaba, na kukata vito vya kutilia na kuchora mwaki, ili apate kufundisha. Mstari wa 32, apate kufundisha wengine. Unaweza kuona haya ni mambo ambayo yako kwenye Biblia, lakini watu hawayaoni. Umepufushwa na adui. Sasa basi kuna kitu kikubwa hapa napata kizungumze.
ambayo ni sayansi. Nilikuwa nimeahidi kukizungumza kwenye video iliyokuwa imetangulia, lakini nikasahau. Sawa, niliahidi kuizungumza kwenye ile video iliyotangulia, lakini nikasahau. Kuna maneno ambayo yamezungumzwa hapa ambayo yanakwenda sababu na sambamba na sayansi. Naye mstari wa 34, Kutoka 35:34. Nasema hivi, naye amemtilia moyoni mwake ili apate kufundisha, yeye na Holiabu mwana wa Ahisamaki wa kabila ya Dani. Amewajaza watu hao akili za moyoni. Hapo kwenye akili za moyoni, naomba unisikilize hapo, sababu hii inakupa science, full science. Mimi kama sexologist, sawa, nasoma, naendelea kujiendeleza, ndio maana kuna vitabu nyuma yangu naendelea kusoma, sawa, na kuna tafiti mbalimbali zinakuja, napata majarida mbalimbali, tafiti ambazo wanazifanya watu. Sasa imegundulika kwamba mwanadamu ana akili mbili. Kuna akili ambayo iko kwenye kichwa na kuna akili ya moyoni, na ndio maana Biblia imezungumza hapa. Kuna akili ya moyoni, kuna neurons ambazo ziko kwenye akili, kwenye moyo 40,000 zinaitwa neurites. Napewa jina tofauti kidogo na zile za kwenye ubongo, zinaitwa neurites. Naam, sasa hii akili iliyoko kwenye moyo haitegemea akili ya kwenye kichwa. Kwa hiyo utapiga kelele kwenye kichwa, moyo hausikii. Sawa? Utapiga kelele kwenye kichwa, utaandamana kwa mapadre, kwa wachungaji, kwa walokole wenzio, mtafunga, mtaomba. Hujagusa kwenye moyo, umegusa kwenye kichwa tu. Wazazi watasema utagusa kwenye kichwa, lakini hawajagusa kwenye moyo. Sasa basi, sayansi inasema hivi, ili ugusa kwenye moyo, ili uingie kwenye akili ya kwenye moyo, lazima ujue jinsi ya kutibua kichocheo kinachoitwa oxytocin. Kichocheo cha oxytocin ambacho kinaitwa bond hormone kinasababisha umpendelee uliyemzoea, usimtamani mgeni. Yaani ukishatiana na mumeo, mkatiana na mke wako vizuri kabisa, dakika 40-30 mkamaliza huko, mkatiana vizuri, Mungu aliyeumba watu wote wenye mwili ameweka kichocheo cha oxytocin. Kinamchanganya akili huyu mwanaume. Anakuona wewe ni mzuri japokuwa una makalio ya sufuria. Anakuona ni mzuri. Matiti yako yamelala, bado anaona haya ni mazuri. Tafiti zimefanyika. Sababu kichocheo hicho cha oxytocin kinaweza katolewa kikawekwa kwenye chupa. Sasa wanaume ambao walipuliziwa kichocheo cha oxytocin wakikaingia ndani ya miili yao, amekaa na mke wake hapa, anakuja binti mzuri hapa amevaa kimini, wala mwanaume haangaiki kumwangalia, anaendelea tukutia story na mke wake. Wale ambao hawajapuliziwa kwenye pua kichocheo cha oxytocin, anaangalia yule binti amevaa kimini, alafu ana paja lililosiba sawa sawa. Sawa, amevaa kimini, yaani akili zake hazitulii kwa mke wake, yuko hapa na mke wake ni mzuri. Mke wake ni mzuri, lakini bado anatamani mke wake asinge kuwepo pale ili aanze kumtongoza huyu. Anatamani mke wake asinge kuwepo pale ili aanze kumtongoza huyu. Hiyo ni science. Niamini tafadhali. Sasa naposema kwamba wanaume ana maeneo 14 ya kuchezea na kila eneo lina ufundi wake. Huyu Mungu aliyeumba watu wote wenye mwili, ambaye amesema, "Je, kuna neno lililo gumu kuliko kwangu la kunishinda?" Tumesoma Yeremia 32:27. Tumesoma hayo maneno. Anasema, "Mimi ni Mungu wa watu wote wenye mwili." Kama wewe una mwili sawa, usinisikilize. Nipuuzie, nitukane na nini, wewe nitukane tu. Kama wewe una mwili. Lakini Mungu aliyeumba wote wenye mwili, hajalishi dini gani huko. Hajalishi kwenye dini gani. Hajalishi kwenye dini gani. No, hajalishi kwenye dini gani. Hajalishi. Mungu aliyesema kwamba msinyimane. Haleluya, msinyimane. Wewe unaposema kwamba leo sijisikii mume wangu, sijisikii, wakati Biblia imesema kwamba huna haki, huna amri juu ya mwili wako. Wewe unamkatalia mume wako ujisikii, hiyo ni choo unakwenda kunya. Hicho ni choo unakwenda kunya, ndio mpaka ujisikie ndio ufanye hivyo. Hakuna kunyimana ndani ya ndoa. Na ukiona kwenye ndoa yako katika siku 7 za wiki, siku ambazo haufanyi mapenzi zinazidi zile ambazo mnafanya, hiyo ndoa inaenda jalalani.
ndoa hiyo inaenda jalalani. Sasa basi, naona ili Mungu akutoe kwenye hilo jalala, ndoa hizi ukiona jalalani ni mahali ambapo kuna mateso, kuna mahangaiko mengi sana. Hakuna vitu vizuri jalalani. Ndoa za jalalani ndio ziko hivyo. Sasa tuende kwenye somo la jalalani. Muone mwanamke aliyekuwa anajua siri za Mungu aliyeumba watu wote wenye mwili. Sawa? Tumwangalie mwanamke ambaye alijundua siri kwamba nikirudi kwa Yesu, nikatubu dhambi yangu ya woga, nikaacha kuangalia TikTok mara nyingi sana, nikaanza kusoma Biblia na kuitafakari, Mungu anavitoa vitu vilioko, anakutoa jalalani. Twende kwenye kitabu cha Samueli wa kwanza. Samueli wa kwanza. Samueli wa kwanza. Samueli wa kwanza. Okay. Naanza na sura ya kwanza ili niweze kupata context. Okay, Samueli wa kwanza sura ile ya kwanza. Palikuwa na mtu mmoja wa Rama Msufi wa nchi ya milima ya Efraimu, jina lake akiitwa Elkana mwana wa Yerohamu mwana wa Eluhi mwana wa Tohu mwana wa Sufu Mwefraimi. Naye alikuwa na wake wawili. Jina la mmoja aliitwa Hana na jina lake wa pili aliitwa Penina. Na huyo Penina alikuwa na watoto, lakini Hana hakuwa na watoto. Na mtu huyo alikuwa akikwea kutoka mjini kwake mwaka kwa mwaka ili kuabudu na kumtolea Bwana wa majeshi dhabihu katika Shilo. Na wale wana wawili wa Eli, Hofni na Finehasi, makuhani wa Bwana, walikuwako huko. Hata siku ile ilipofika, Elikana alipotoa dhabihu humpa mkewe Penina sehemu zote, akawapa watoto wake wote waume kwa wake sehemu zao. Lakini Hana humpa sehemu mara mbili, maana alimpenda Hana ingawa Bwana alikuwa amemfunga tumbo. Unaona, unaweza ukapendwa lakini kuna majanga haya. Ila mwenzake humchokoza sana hata kumsikitisha, kwa sababu Bwana alikuwa amemfunga tumbo. Haleluya. Aliyemfunga tumbo ni nani? Ni Bwana. Bwana amefunga tumbo. Sasa Penina mke mwenza anamtukana, anamwambia unajaza choo, mwanamke gani wewe, una makalio makubwa lakini huwezi kuzaa. Ametukanwa sana, analia, ana machungu mengi sana. Sasa lakini Hana akajua, akasema Mungu aliyeumba watu wote wenye mwili ndiye atakayenisaidia. Unaona? Akasema Mungu aliyeumba watu wote wenye mwili ndiye atakayenisaidia. Sasa nikakimbilia kwa mchungaji, sijui kwa nabii, sijui nani, nikatoa zaka nyingi kwa nabii, sijui walokole wenzangu wanisaidie. Mimi nitapambana na Mungu wa Israeli. Asema huyu Mungu wa watu wenye mwili ndiye amefunga, ndiye aliyeniumba. Kwa hiyo kama ndiye Mungu, niende kwa nani? Huyu Mungu ndiye aliyemuumba mume wangu, ananisumbua. Huyu Mungu ndiye aliyemuumba mke wangu, ananisumbua. Sawa? Niende kwa nani sasa? Niende kwa nani? Unakosea njia. Umekosea njia. Miezi 8 hujatiwa. Bwana asifiwe. Kwa sababu huyu mama akasema, sasa huyu Mungu aliumba mbingu na nchi, huyu itapasa niende kwake huyu. Sawa? Tuende kwenye mstari ule wa Samueli wa kwanza, sura ya kwanza, mstari wa 10. Naye huyo mwanamke alikuwa na uchungu rohoni mwake, akamuomba Bwana, akalia sana, akaweka nadhiri, akasema, Bwana wa majeshi, uliumba watu wote wenye mwili, ikiwa wewe utaliangalia teso langu, haleluya, ikiwa wewe utaliangalia teso la mjakazi wako na kunikumbuka, wala usinisahau mimi mjakazi wako, na kunipa mimi mjakazi wako mtoto mume, ndipo mimi nitakapompa Bwana huyo mtoto siku zote za maisha yake, wala wembe hautamfikiria kichwani mwake kamwe. Haya, unakimbilia kwa makuhani na kutoa zaka nyingi, sawa? Wewe unakimbilia kwa makuhani na manabii kutoa zaka nyingi sana, sadaka nyingi na kufunga sana. Sikiliza sasa story inavyoendelea kwa tabu.
Hadithi njoo utamukolea. Bwana asifiwe. Ikawa basi, mstari wa 12. Ikawa hapo alipodumu kuomba mbele za Bwana, Eli kuhani akamwangalia kinywa chake. Basi Hana alikuwa akinena moyoni mwake, midomo yake tu ilionekana kama ananena, sauti yake isisikiwe. Kwa hiyo huyo Eli alimdhania kuwa amelewa pombe. Ndipo Eli akamwambia, je, utakuwa mlevi hata lini we mwanamke? Achilia mbali divai yako. Hana akamjibu akasema, hasha Bwana, mimi ni mwanamke mwenye roho ya huzuni. Mimi sikunywa divai wala kileo, ila nimemimina roho yangu mbele za Bwana. Usimdhanie mjakazi wako kuwa ni mwanamke asiyefaa kitu, kwa kuwa katika wingi wa kuugua kwangu na kusikitika kwangu, jinsi navyo mume wangu anavyochepuka, ndivyo nilivyonena hata sasa. Ndipo Eli mtumishi wa Bwana wa Mungu wa majeshi, aliyeumba watu wote wenye mwili, akasema, enenda kwa amani. Mungu wa Israeli, muumba wa watu wote wenye mwili, akujalie haja yako uliyomwomba. Akapata mtoto. Alipopata mtoto sasa akasema, Mungu asante, nilikuwa ndoa hii ilikuwa inaelekea jalalani. Na mimi nilikuwa nataka nichepuke nikazalie nje, nipate mwanaume mwingine anitie, nipate mimba nje ya ndoa. Anazungumza sasa, tunasana sura ya pili. Sasa tunaingia kwenye sura ya pili. Naye Hana akaomba akasema, moyo wangu wamshangilia Bwana, pembe yangu imetukuka katika Bwana. Kinywa changu kimepanuka juu ya adui zangu, kwa kuwa na ufurahia wokovu wako. Hakuna aliye mtakatifu kama Bwana, kwa maana hakuna yeyote aliye mwema ila wewe, wala hakuna mwamba kama Mungu wetu. Msizidi kunena kwa kutakabari hivyo, majivuno yasitoke vinywani mwenu, kwa kuwa Bwana ni Mungu wa maarifa. Haleluya! Nimeliona neno lile la kuuza video, na kuuzia video na majarida. Narudia tena mstari wa 3. Hivi, msizidi kunena na kutakabari hivyo, majivuno yasitoke vinywani mwenu, kwa kuwa Bwana ni Mungu wa maarifa, na matendo hupimwa na yeye kwa mizani. Haleluya! Umepimwa kwenye mizani, una ufundi wa kutosha. Mume wako amesema, Mungu amesema atakuletea mabaya, mume wako anachepuka. Haya, tunaendelea, anakunyima na hela. Haya, mstari wa 4. Pinde za mashujaa zimevunjika. Haleluya! Na hao waliojikwaa wamefungiwa nguvu. Walioshiba wamejikodisha ili kupata chakula, na hao waliokuwa na njaa wamepata raha. Naam, huyo aliyekuwa tasa amezaa watoto 7. Haleluya! Na yeye aliye na wana wengi amedhoofika. Haleluya! Endelea mstari wa 6. Bwana huua na yeye pia hufanya kuwa hai, hushusha hata kuzimu, tena huleta juu pia. Bwana humfanya mtu kuwa fukara, na pia Bwana huyo huyo hutajirisha. Hushusha chini, tena huinua juu. Humwinua mnyonge kutoka mavumbini, humpandisha mhitaji kutoka jalalani. Haleluya! Unahitaji nini sasa? Hebu niambie. Unahitaji mume wako abadilike? Narudia mstari ule wa 8. Humwinua mnyonge kutoka mavumbini, humpandisha mhitaji kutoka jalalani. Mstari wa 8. Ndoa yako inaweka jalalani au iko jalalani leo? Mungu wa maarifa yuko hapa kupitia Dr. Mahaba na video karibu 53 na jarida moja kwa ajili ya wanaume, na video karibu 52 na jarida lake la jinsi ya kumfanya mwanaume awe mpole kama bata. Hilo ni jarida maalum ambalo nawatumia wanawake pamoja na hizo video kwa gharama ya shilingi 10,000 tu. Sikutumii kwenye WhatsApp, na kutumia kwa njia ya email, Gmail. Maelekezo na kuwekea hapo chini. Na kama unaangalia video hii kwa mara ya kwanza, jisajili. Na ukitaka kuangalia mafundisho pure ya neno la Mungu peke yake bila masuala ya mapenzi, tembelea channel yangu nyingine ya mahubiri, inaitwa Tafakari Ukweli. Tafakari Ukweli ni channel yangu nyingine ambayo naweka mahubiri peke yake bila kuingiza masuala ya kutiana. Lakini hapa naweka masuala ya kutiana. Najua unaoniangalia hapo wengine sio Wakristo, kwa hiyo nawekea vitu vyao na wenyewe, kwa sababu hata Mtume Paulo akasema kwamba kwa Wayunani nitahubiri kama Wayunani, lakini kwa waliookoka naongea nao kivyao vyao. Sawa? Lakini nimekuchanganyia vyote hapa.
Kwa hiyo tembelea channel yangu ya mahubiri ambayo inaitwa Tafakari Ukweli. Utajifunza mambo mengi katika jina la Bwana. Mungu akubariki sana. Waambie marafiki zako juu ya channel hii ili waweze kufaidika na wenyewe. Usiwe mchoyo, kwa maana imeandikwa utabarikiwa ili uweze kuwa baraka kwa watu wengine. Usiwe mchoyo, waeleze marafiki zako. Agizia video hizo, gharama ni shilingi 10,000. Unapata video zaidi ya 50 na Mungu akubariki.